Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 21 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Petro Damiano, askofu na mwalimu wa kanisa. Petro Damiano alizaliwa mjini Ravenna nchini Italia mnamo mwaka 1007 katika familia maskini. Alipoteza wazazi wake angali bado mtoto. Petro aliishi kwa mkubwa wake ambaye alimpa kazi ya kulisha nguruwe. Baadhi ya ndugu zake walimtendea kama vile mtumwa wao, wakampiga na kumtukana. Hata hivyo, ndugu yake mmoja alimpokea kwake akamsomesha. Kipaji chake cha uchaji na akili nyingi vilimfanya kaka yake Damiano, ambaye alikuwa padre, kumlipia ada ya shule. Kama shukrani kwa huyu kaka, Petro akaongeza katika utambulisho wake jina Damiano. Maendeleo yake katika elimu yalikuwa mazuri sana. Hata akiwa na umri wa miaka 25 alianza kufundisha kama mwalimu kule Ravenna na Parma nchini Italia. Wakati akifanya kazi ya ualimu, aliona kuwa maisha ya chuo yalikuwa ya kidunia sana na hakuna aliyejali mambo ya Mungu. Hivyo baada ya kufundisha kwa muda mfupi, mnamo mwaka 1034 aliacha kazi ya ualimu na kuwa mtawa katika monasteri ya Makamaldori wa Mtakatifu Romualdi kule Fonte Avellana nchini Italia. Aliishi maisha magumu ya kujinyima hata afya yake ikadhoofu. Alipewa kazi ya kuwaongoza watawa kiroho katika monasteri yake na monasteri za jirani. Alikuwa na ibada ya pekee kwa Bikira Maria. Akiwa na umri wa miaka 36 alichaguliwa kuwa mkuu wa watawa, yaani abate. Akajenga pia monasteri nyingine penginepo katika Italia. Alikuwa abate kwa muda wa miaka 29. Alifanya mabadiliko katika kanuni ya maisha ya watawa, akisisitiza nidhamu katika utawa. Alivutiwa sana na mifano ya watawa wa zamani jangwani, na tabia yake ilifanana na tabia ya Mtakatifu Jeronimo. Akishirikiana na rafiki yake Hildebrand na Papa Gregori wa Saba, alikemea vikali kwa maandishi na mahubiri kashfa zilizokuwa zinalikumba kanisa, hasa kukosekana kwa uaminifu katika useja, maisha ya anasa na kuporomoka kwa maadili kati ya mapadre, na pia kuuza sakramenti na kutomtambua papa kama kiongozi wa kanisa lote duniani. Alipinga maovu haya katika kitabu maarufu alichochapisha mnamo mwaka 1051. Katika matatizo hayo aliwasaidia mapapa wa Roma kwa maandishi yake juu ya teolojia na sheria za kanisa. Mnamo mwaka 1057 Papa Stefano wa 10 alimteua kuwa askofu wa Ostia, na punde kidogo aliteuliwa kuwa kardinali, na hapo hapo alikuwa msimamizi wa jimbo la Gubbio. Petro alifanya kazi na mapapa 7 tofauti, akiwa mjumbe wao katika masuala nyeti, akitembelea majimbo na monasteri kutatua matatizo mbalimbali. Alikuwa wakili wao wa kuleta mabadiliko katika kanisa. Wakati akirudi kutoka Roma alikokwenda kwa kazi maalumu, aliugua na kufa mnamo tarehe 22 mwezi Februari mwaka 1072.
Mara baada ya kifo chake alianza kuheshimiwa kama mtakatifu. Alitajwa kuwa mwalimu wa kanisa mnamo mwaka 1828. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Petro Damiano anatuachia ujumbe mfupi ulioandikwa juu ya kaburi lake. Nilivyo nilikuwa kama ulivyo, siku moja nawe utakuwa. Nikumbuke mimi, nami ninakuombea. Uwe na huruma kwa mifupa ya Petro iliyolala hapa. Watakatifu wengine tarehe 21 Februari: watakatifu Verulus, Secundinus, Siricius, Felisi, Servulus, Saturninus na Fortunatus, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Petro Damiano, askofu na mwalimu wa kanisa.